Waisraeli baada ya kukombolewa na kupitia ule mnyama, tunaona sasa walikuwa kila wanaposherekea wanamchinja ule mnyama Pasaka, wanamla. Sisi kwa Agano Jipya Yesu naye anaitwa Pasaka, anashika nafasi ya ule mnyama wa Agano la Kale. Sisi hatuwezi tukamla Yesu. Ndio ukisoma sasa kitabu cha Luka 22:19, Yesu kuna utaratibu anauonyesha. Yesu kuna utaratibu anauweka kwa kanisa lake. Anaona akawaita wanafunzi wake kwenye meza, akamega mkate, akatoa mkate akaumega, akasema huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili ya ulimwengu wote, fanyeni hivi kwa ajili ya ukumbusho wangu. Lakini pia ukiendelea chini pale unaona tena kuna kikombe tena kinatwaliwa. Kile kikombe anasema kunyweni hii ikiwakilisha damu yake yeye mwenyewe Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona kuna utaratibu pale uliingia wa meza ya Bwana. Yaani kuna utaratibu uliingia wa meza ya Bwana ambao sisi Wakristo au Wakristo wa leo tunatakiwa kuadhimisha hiyo meza ya Bwana katika mfumo ule ambao Yesu anasema fanyeni hivi kwa ajili ya kunikumbuka mimi. Kwa hiyo ukiangalia kwa kina zaidi mpango wa Mungu katika wokovu ambao aliofanya kupitia Yesu Kristo, alitumia ukombozi huo wa damu kama tulivyosema kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu yangu, na kuasa popote pale ulipo, Mwenyezi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Na kuasa leo ndugu yangu popote ulipo, ni kwa neema tu tumepata kibali cha kuendelea kuwepo mpaka leo, maana kwa mujibu wa maandiko ilitakiwa dunia nzima ifutwe. Ila neema tu Mungu akaruhusu sisi tuendelee kuwepo ile kupitia ukombozi wa Yesu Kristo. Na kusi ndugu yangu hapo popote ulipo, hemu jali neema hii ambayo Mungu ameiachia kwako. Na kusi popote ulipo, badilisha maisha kuanzia sasa, fungua ukurasa mpya. Tunapoenda kusherehekea au tunapoenda kufurahi au tunapoenda kukumbuka siku hii au tunapoenda kwenye tukio kubwa hili la Pasaka, basi liwe ni tukio ambalo la kuanzisha wewe ukurasa mpya maisha yako. Yaani fungua ukurasa mpya kupitia tukio hili. Gairi maovu yako, acha dhambi ndugu yangu. Acha dhambi. Dhambi zote ulizozifanya, maovu yote uliyofanya, Mungu yupo tayari kukusamehe. Na katika maandiko matakatifu Mwenyezi Mungu mwenyewe amesharuhusu toba hata kama umefanya dhambi gani. Kuna wengine mmeua, kuna wengine mmefanya mambo mazito sana, kuna wengine mmefanya maovu makubwa, lakini Mwenyezi Mungu yupo tayari kukupokea kwa sasa. Acha dhambi, rudi katika mrudie Mwenyezi Mungu. Neema ya Mungu inatufundisha kugairi maovu yote. Acha dhambi ndugu yangu. Mungu anakupenda. Kristo anakupenda. Aliutoa uhai wake kwa ajili ya wewe, akuokoe katika utumwa wa dhambi. Na kusihi ndugu yangu, acha dhambi, mrejee Mwenyezi Mungu sasa. Badilisha ukurasa. Tumia Pasaka hii iwe sehemu ya kubadilisha maisha yako. Iwe sehemu ya kufungua ukurasa mpya wa kwanza kumtumikia Mwenyezi Mungu na kubadilisha maisha yako. Uanze kuishi maisha yenye baraka, maisha yenye upendo, maisha yenye amani. Lakini pia tuangalie katika tukio hili la Pasaka. Pasaka hii ya sasa namna gani Wakristo tunaienzi. Hilo nalo ni jambo la kina sana kuliangalia ndugu zangu. Ni jambo la kina mno. Kwa sasa hii Pasaka tunavyoienzi Wakristo au tunavyoikumbuka Wakristo, tunakumbuka kwa mujibu wa kanisa la Mungu lilivyokuwa linakumbuka, tunakumbuka kwa mujibu wa maandiko matakatifu kama inavyohitaji tuienzi au kukumbuka Pasaka hii ama siku hii. Lakini kiukweli ndugu yangu, tuambiane ukweli kabisa, kanisa la sasa limeharibika sana. Namna linavyokumbukwa Pasaka hii, yako mambo mengi sana yanafanyika, ni makufuru mazito sana. Watu wanatumia siku hii ama siku hii kama kufanya anasa, wanakunywa pombe, wanafanya uasherati, wanafanya zinaa, kitu ambacho wanafanya kinyume na maandiko matakatifu na kinyume ambavyo tunatakiwa kuikumbuka siku hii au kuikumbuka Pasaka hii. Na kusihi ndugu yangu, hii ni siku muhimu sana na tunaelekea siku muhimu katika sherehe hii. Haupasi kujihusisha na dhambi yote ama anasa yote. Mrejee Mungu, tumia sherehe hii kutafakari upendo wa Mungu kwako. Lakini pia yako mengi ambayo yameingia katika kanisa kama desturi pia za kipagani katika kuienzi siku hii. Kwa mfano kama
mayai ya Pasaka, sungura. Hivi ni vitu ambavyo tunasema ni vya kitamaduni ambavyo vimeingia katika kanisa, sio desturi halisi ya kuienzi siku hii. Mayai ya Pasaka, sungura, hizi ni desturi ambazo zilianzishwa zamani. Nikurudishe kidogo nyuma, hizi desturi zimeanzia wapi? Ukisoma katika historia, baba yetu Nuhu mzee wa imani, maana katika Biblia kuna tofauti kati ya manabii na wazee wa imani. Nuhu alikuwa mzee wa imani, aliheshimika sana katika imani. Nuhu alizaa watoto watatu, Ham, Shem na Yafet. Huyu Ham alimzaa mtoto anaitwa Kushi. Kushi akamuoa mwanamke anaitwa Similamisi, au kwa jina lingine huyu mwanamke anaitwa Ista. Huyu mwanamke alikuwa anaitwa Similamisi, ama jina lingine alikuwa anaitwa Ista. Katika kuishi Kushi na Ista wakampata mtoto anaitwa Nimrodi. Huyu Nimrodi katika kukua kwake, baadaye baba yake Kushi alienda vitani kupigana na maadui zake. Ile siku ndio ilikuwa siku yake ya mwisho. Maadui zake wakamshinda, Kushi akauawa. Sasa kwa sababu alikuwa mfalme, na ili mtu alisi madaraka yale ya kifalme lazima amuoe yule malkia ambaye amebakia, ambaye ndio Ista. Tunaona Nimrodi alifanya kufuru kubwa sana, alifanya kufuru nzito sana ndugu yangu, alifanya kufuru nzito sana Nimrodi. Akamuoa mama yake mzazi, yani akamuoa Ista, mama yake mzazi. Ni kufuru moja nzito sana aliyofanya Nimrodi, akamuoa mama yake mzazi. Baada ya kumuoa mama yake mzazi, tunaona akawa mtawala mkubwa sana katika eneo lile. Nazungumzia Babeli ya kale. Sasa hapo alipomuoa mama yake mzazi, baada ya kuwa mtawala mkubwa sana katika eneo lile, Nimrodi na Similamisi ambaye ndo Ista wakaendeleza utawala wao, wakawa wanaishi na kutawala watu. Kweli utawala wao ulitamani